Yes, wana mtazamaji wa Mtani TV, asubuhi ya leo klabu ya Simba Sports Club walikuwa na mchezo wa kirafiki katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania, timu ambayo ndio wenyeji wa uwanja huo, timu ya Jeshi la Kujenga Nchi. Kwa hiyo walikuwa na mchezo wa kirafiki Simba Sports Club katika uwanja huo wa Meja Samuyo asubuhi ya leo, mchezo ambao umemalizika kwa Simba kushinda kwa jumla magoli 6-0. Ni mchezo ambao ulikuwa unakutanisha wachezaji ambao hawajapata nafasi ya kwenda kutumikia mataifa yao, timu zao za taifa. Kwa mfano, kwa upande wa Simba ni mchezo ambao ulihusisha wachezaji ambao walisalia, ukitoa wale wachezaji ambao waliitwa kwenye majukumu ya timu ya taifa kama golikipa namba 1 Yakuba Suleiman, Wilson Nangu, Shomari Kapombe, kina Nabi Kamara ambao waliitwa katika timu ya taifa ya Ghana, pamoja na Steven Dese Mukwala. Lakini kwa upande wa JKT Tanzania hawakuwa pia na nyota wao, pamoja na kocha wao mkuu Ahmad Ali, ambaye tunafahamu Ahmad Ali, kocha mkuu wa JKT Tanzania, yeye ni kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Tanzania ambayo kwa sasa ipo chini ya mwalimu wa klabu ya Singida Black Stars Miguel Gamondi. Lakini pia hawakuwa pia na mshambuliaji wao Paul Peter Kasunda ambaye naye alijumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kwaona wao pia walitumia baadhi ya nyota ambao hawapati sana nafasi ya kucheza mara kwa mara kwenye kikosi cha kwanza cha JKT Tanzania. Na mchezo huo kama nimekuambia, Simba Sports Club wameshinda kwa jumla magoli 6-0. Magoli ya Simba yamefungwa na Jonathan Soa ambaye amefunga magoli 2 kwenye mchezo huo, lakini goli lingine lilifungwa na Jean Charles Ahoua, lakini magoli 3 yalitoka kwenye miguu ya Eli Mpanzu Kibisawala, kiungo mshambuliaji huyu wa timu ya taifa ya Kongo, ambaye kwenye mchezo huu wa leo asubuhi amefunga magoli 3, hat-trick. Eli Mpanzu amefunga hat-trick, magoli mengine 2 yamefungwa na Jonathan Soa, alifunga magoli 2, lakini goli moja limefungwa na top scorer wa ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu uliomalizika, Jean Charles Ahoua. Kwenye mchezo huo pia Simba Sports Club, mwalimu mkuu wa timu hiyo, meneja wa timu hiyo Dimitar Pantev, alimpa nafasi ya kucheza kwa dakika 25 nyota mpya ambaye hajaonekana kwenye mechi yoyote katika kikosi cha Simba. Huyu ni Mohamed Bajabir, mchezaji ambaye amesajiliwa msimu huu kutokea katika timu ya Polisi ama mabingwa wa ligi kuu ya soka Kenya, Police FC. Alimpa dakika 25, aliingia kipindi cha pili dakika 65 kumalizia game, na amecheza vizuri, na ni katika nyakati tu katika kipindi ambacho cha kuendelea kumpa fitness, kumpa momentum ili aendelee kuwa fit, kwa sababu ameshapona muda mrefu majeraha yake ya nyama za paja. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika leo hii ni kubuild fitness yake, kubuild conditioning ili azidi kuimarika na kuanza kuitumikia Simba katika michezo na harakati za mashindano mbalimbali ambazo zinakwenda kuanza siku sio ndefu. Na Simba kama unavyofahamu wanajiandaa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa kwanza ambao utafanyika tarehe 23 mwezi huu wa 11 katika uwanja wa taifa Benjamin William Mkapa, dhidi ya Petro Athletic ya Angola, mchezo wa kwanza katika kundi D la ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2025-2026. Bana, ni hayo tu. Kwa more updates na taarifa nyingine zaidi, endelea kuwa hapa, endelea kusubscribe, endelea kulike, comment na kushare taarifa zetu kutokea hapa Mtani TV. For more information and updates, endelea kutufuatilia hapa Mtani TV. Yes, wana mtazamaji wa Mtani TV, asubuhi ya leo klabu ya Simba Sports Club walikuwa na mchezo wa kirafiki katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania, timu ambayo ndio wenyeji wa uwanja huo, timu ya Jeshi la Kujenga Nchi. Kwa hiyo walikuwa na mchezo wa kirafiki Simba Sports Club katika uwanja huo wa Meja Samuyo asubuhi ya leo, mchezo ambao umemalizika kwa Simba kushinda kwa jumla magoli 6-0. Ni mchezo ambao ulikuwa unakutanisha wachezaji ambao hawajapata nafasi ya kwenda kutumikia mataifa yao, timu zao za taifa. Kwa mfano, kwa upande wa Simba ni mchezo ambao ulihusisha wachezaji ambao walisalia, ukitoa wale wachezaji ambao waliitwa kwenye majukumu ya timu ya taifa kama golikipa namba 1 Yakuba Suleiman,
Wissel Nangu, Shomari Kapombe, kina Nabi Kamara ambao waliitwa katika timu ya taifa ya Ghana, pamoja na Steven Dese Mukwala. Lakini kwa upande wa JKT Tanzania hawakuwa pia na nyota wao pamoja na kocha wao mkuu Ahmad Ali, ambaye tunafahamu Ahmad Ali kocha mkuu wa JKT Tanzania, yeye ni kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Tanzania ambayo kwa sasa ipo chini ya mwalimu wa klabu ya Singida Black Stars Miguel Gamondi. Lakini pia hawakuwa pia na mshambuliaji wao Paul Peter Kasunda ambaye naye alijumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kwaona wao pia walitumia baadhi ya nyota ambao hawapati sana nafasi ya kucheza mara kwa mara kwenye kikosi cha kwanza cha JKT Tanzania. Na mchezo huo kama nimekuambia, Simba Sports Club wameshinda kwa jumla magoli 6-0. Magoli ya Simba yamefungwa na Jonathan Soa ambaye amefunga magoli 2 kwenye mchezo huo, lakini goli lingine lilifungwa na Jean Charles Ahoua, lakini magoli 3 yalitoka kwenye miguu ya Eli Mpanzu Kibisawala, kiungo mshambuliaji huyu wa timu ya taifa ya Kongo, ambaye kwenye mchezo huu wa leo asubuhi amefunga magoli 3, hat-trick. Eli Mpanzu amefunga hat-trick, magoli mengine 2 yamefungwa na Jonathan Soa, alifunga magoli 2, lakini goli moja limefungwa na top scorer wa ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu uliomalizika Jean Charles Ahoua. Kwenye mchezo huo pia Simba Sports Club, mwalimu mkuu wa timu hiyo, meneja wa timu hiyo Dimitar Pantev alimpa nafasi ya kucheza kwa dakika 25 nyota mpya ambaye hajaonekana kwenye mechi yoyote katika kikosi cha Simba. Huyu ni Mohamed Bajabir, mchezaji ambaye amesajiliwa msimu huu kutokea katika timu ya Polisi ama mabingwa wa ligi kuu ya soka Kenya, Police FC. Alimpa dakika 25, aliingia kipindi cha pili dakika 65 kumalizia game, na amecheza vizuri, na ni katika nyakati tu katika kipindi ambacho cha kuendelea kumpa fitness, kumpa momentum ili aendelee kuwa fit, kwa sababu ameshapona muda mrefu majeraha yake nyama za paja. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika leo hii ni kubuild fitness yake, kubuild conditioning ili azidi kuimarika na kuanza kuitumikia Simba katika michezo na harakati za mashindano mbalimbali ambazo zinakwenda kuanza siku sio ndefu. Na Simba kama unavyofahamu wanajiandaa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa kwanza ambao utafanyika tarehe 23 mwezi huu wa 11 katika uwanja wa taifa Benjamin William Mkapa dhidi ya Petro Athletic ya Angola, mchezo wa kwanza katika kundi D la ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2025-2026. Bana, ni hayo tu. Kwa more updates na taarifa nyingine zaidi, endelea kuwa hapa, endelea kusubscribe, endelea kulike, comment na kushare taarifa zetu kutokea hapa Mtaani TV. For more information and updates, endelea kutufuatilia hapa Mtaani TV.